Bwana apewe sifa. Jina langu naitwa Mchungaji Potence Kajuna, au unaweza kaniita mjoli wa Bwana. Nimeokoka, nampenda Bwana Yesu Kristo. Amekuwa mwokozi wa maisha yangu. Yeye ndo aliyeniokoa na hata kunifikisha siku hii ya leo. Nina mke mmoja na watoto watatu. Namshukuru Mungu sana kwa hilo jambo. Maana ni kwa neema tu, kila jambo Mungu ulitenda. Napatikana hapo Facebook sasa hivi live. Nimeshajiunga, niko live Facebook. Na wewe inawezekana una smartphone au simu janja au simu kubwa. Hapo unaponisikiza sasa hivi, kama unalo bando, unapata nafasi ya kuwa na bando kidogo, basi unaweza ukaungana na mimi sasa. Ukaingia live kupitia ukurasa wa Facebook wako, lakini ukaandika jina langu mimi, Potence Kajuna. Potence Kajuna, kisearch hilo jina utaona hapo. Na moja kwa moja unaweza kufuatilia live kipindi hiki. Na ukishindwa kufuatilia live sasa hivi kupitia Facebook ili uweze kuniona, unaweza ukapata nafasi baadaye kwa wakati wako, kisha kabando ukafungua tu hapo, alafu moja kwa moja ukaanza kutizama, au kanitafuta kwa namba yangu ya simu ambayo baadaye nitaitaja. Kinitafuta kwa namba yangu ya simu, sasa mtumishi, nataka niangalie kipindi kile ambacho ulifundisha redioni asubuhi. Basi unaweza kuambia ufanyeje na ukaweza kupata nafasi ya kuangalia, kwa sababu ni vipindi muhimu sana. Ndio maana tunaingia gharama kuingia hapa na kurekodi kipindi kama hiki live kwenye Facebook. Ni gharama kidogo ya bando, au wanasema MBs. Kama risali zimo unakaa live, ndio kidogo unatumia MBs kidogo ambazo zitakuwa ni nyingi. Ndio. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa neema hii ya pekee. Nafikiri sasa tunaweza kuendelea. Ndio. Kwa hiyo ingia hapo uweze kunipata live, lakini pia uwe kama nilivyosema hapa ndugu yangu kwamba andaa daftari yako. Mimi kwa nature ni mchungaji, lakini pia ni mwalimu. Nafundisha. Napenda kufundisha. Napenda kufundisha. Kwa hiyo ni vizuri na ukawa unapata sehemu ukaangalau unaandika baadhi ya vitu ambavyo vitakuwa vinakusaidia sana. Unaandika kimoja baada ya kingine. Hii itakusaidia baadaye unapokuwa unafanya marejeo ya masomo ambayo umeandika. Na kipindi hiki sasa ni kwa ajili ya watu wote. Watu wote waliokoka, watu wote ambao hawajaokoka, watu wote ambao ni wa Mungu. Ulimwengu mzima, dunia nzima, kila mtu ni kwa ajili yake. Kipindi ni kwa ajili yake. Sasa leo tunalo somo ambao utakwenda kujifunza ambalo na kabla tuenda kwenye somo niweke tu msingi kwenye kitu fulani cha msingi sana kuhusiana na ratiba zetu za usomaji wa Biblia. Kanisa letu la Betheli Tabernacle ambayo inapatikana hapa mjini Ruangwa, kuna program ya usomaji Biblia ambayo tunaifanya kila mwaka ya kusoma Biblia nzima kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Mwaka huu ratiba hii tumeianza, lakini nilisikia niseme mimi mwenyewe tu nikasikia mwenyewe mguso kwamba hii ratiba ni panue iweze kufikia jamii kubwa ya watu wa Mungu, ikiwezekana hata dunia yote, kwa vile ambavyo itampendeza Mungu program hiyo itembee. Kwa hiyo nikashirikisha, nikaamua sasa tushirikishe na wenzetu, ndugu, rafiki, majamaa na watu mbalimbali na makanisa yote na wachungaji na wainjilisti na mitume na watu wa kila namna ambao wanatamani kusoma neno la Mungu na kulimaliza, kuisoma Biblia kwa lengo la kuimaliza kwa mwaka 2025. Kwa hiyo tumeanzia hapo na tumeanzia pazuri. Kwa hiyo tokea tarehe 1 tumeanza hiyo ratiba. Mpaka hivi ninavyozungumza siku ya leo tumefikia kitabu cha Hesabu. Leo tutakuwa sura ya 24. Ina maana kuanzia sura ya 20, kila siku tunasoma sura 3. Kwa hiyo ni sura ya 21, 22, 23 na 24. Sura ya 22 ya Hesabu, 23 na sura ya 24 mpaka leo tarehe 16 ya mwezi wa pili mwaka 2025. Kwa hiyo tuna group la WhatsApp ambalo kama una simu kubwa unaweza ukanitumia ujumbe nikakuunganisha, au ukiingia kwenye Facebook hapo utaona matangazo na yaweka mara nyingi sana.
nikakuunganisha kwenye kundi hilo sasa la WhatsApp, ambao kazi yake ni maalum kwa ajili ya kusoma na kusikiliza Biblia. Tuna njia mbili, tunasoma na tunasikiliza. Kila siku na posti kwa njia ya sauti, mtu anasikiliza Biblia kwa njia ya sauti, lugha ya Kiswahili. Lakini pia naweka zile sura 3 kwa njia ya maandishi ambazo pia ni rahisi kusoma. Lakini pia vile vile naweza hii program kama una simu kubwa nikakupatia hata kwenye simu yako nikakutumia. Alafu nawe ukawa unapata nafasi ya kusikiliza Biblia. Mchakato ni wa muhimu sana kwenye safari ya maisha, kulijua neno la Mungu. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ndicho ambacho Biblia inasema, ni Mungu mwenyewe, kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na maarifa tunayapata kutoka katika neno la Mungu. Kwa hiyo jiingize hapo kwenye mchakato wa usomaji Biblia, ili iwe baraka kwako na familia yako. Unaweza kuishirikisha na rafiki zako na ndugu zako. Itangaze hii habari, iwe ni habari njema kwa kila mtu, kwamba kuna watu ambao wamejitoa kusoma Biblia nzima. Nawe ujiunge. Inawezekana umekaa kanisani miaka mingi, lakini hujawahi kufikia hatua ya kusoma Biblia na kuimaliza hata mara moja. Umesoma tu sura kadhaa ndani ya mwaka mzima, unasoma tu vitabu kadhaa ndani ya mwaka mzima, lakini hujawahi kufikia hatima ya kumaliza Biblia nzima. Sasa huu ni mchakato muhimu sana kwako, ambao natamani upevuke kiroho, uongezeke kiroho, upate maarifa ya neno la Mungu kipindi hiki ambapo ni nyakati za hatari na majira ya mwishoni kabisa. Haleluya, haleluya. Sasa wapendwa wangu wasikilizaji ambao mnanifuatilia sasa, na watazamaji kupitia Facebook Live, hebu tuanze kusikizishana, kufundishana neno hili la Mungu la siku ya leo, ambalo lina kichwa kinachosema matunda ya mwili au matendo ya mwili. Matunda ya mwili au matendo ya mwili. Huo ni ujumbe wetu ambao tutajifunza siku hii ya leo. Matendo ya mwili. Ni muhimu sana tukafahamu matendo ya mwili ni yapi. Sauti yangu haiko njema sana, lakini mtakuwa mnanivumilia wasikilizaji na watazamaji wangu. Ndio. Tutafahamu kuhusu matendo ya mwili. Wale ambao wanajikita katika usomaji wa Biblia na wajikita katika mafundisho, nafikiri tunafahamu sana kuhusiana na habari ya matunda ya Roho au tunda la Roho Mtakatifu. Hiyo mara nyingi tumekuwa tukijifunza katika semina na mafundisho mbalimbali kadha wa kadha, katika nyumba zetu za ibada na katika makanisa ambayo tunasali au tunaabudu. Lakini leo sasa tutajifunza matendo ya mwili. Na kimsingi tunda la Roho na matendo ya mwili au matunda ya mwili yote yameandikwa katika kitabu hicho kimoja cha Wagalatia, ile sura ya 5. Kwa hiyo nitakupitisha kwenye Wagalatia hiyo sura ya 5 moja kwa moja bila kupoteza wakati. Nitakapokusomea hapa sasa, nitaanza na introduction au tunasema utangulizi. Nitaelezea kidogo habari ya Wagalatia kwa ufupi, haraka. Kwa nini? Kwa nini mtumishi wa Mungu anaitwa mtume Paul au Paulo anawaandikia Wagalatia hii barua? Nitaeleza kwa nini anawaandikia, na ndio kiini na msingi wa hili somo. Sasa hiyo Wagalatia ile sura ya 5 mstari wa 16 ndio nitakao usoma. Wagalatia sura ya 5 na mstari ule wa 16. Galatia sura ya 5 na mstari wa 16. Na tutaendelea kushuka nao au kuteleza nao. Tutateleza na mstari huo au tutatembea nao mpaka mstari wa 21. Ukianzia mstari wa 22 pale utaona tunda la Roho Mtakatifu. Muhimu sana. Na maana tunatamani tuishi katika tunda la Roho Mtakatifu. Tuishi katika Roho. Tunatamani. Hatutamani tuishi katika mwili. Utanielewa vizuri baadaye kidogo. Sasa kabla sijasoma nitakwambia kwa nini. Barua hii ya mtume Paulo kwa Wagalatia anaiandika akiwa katika ziara zake za utumishi. Bila shaka ziara yake ya kwanza akiwa anafanya ziara ya huduma. Anaandika sasa barua hii
iweze kuwafikia wapendwa wenzake na watu wa mji wa Galatia au wa mkoa ule mzuri, mkoa wa Galatia, ambapo ungesema pengine ni Uturuki ya leo, wa Galatia, Uturuki ya sasa. Kwa hiyo sasa anawaandikia wa Galatia barua hii au waraka. Hizi ni barua kabisa mpendwa. Mtume Paulo ameandika barua nyingi au nyaraka nyingi. Ni miongoni mwa watume katika Biblia Agano Jipya ambao ameandika vitabu vingi vya Biblia. Ni Mtume Paulo. Ana nyaraka nyingi sana. Sasa kwa nini awaandikie? Wa Galatia hawa watu walikutana na changamoto. Kanisa la Galatia lilikutana na changamoto. Ndani ya kanisa au ndani ya mji huo kulikuwa na kundi la Wayahudi wachache, ambao hawa Wayahudi wachache waliwaaminisha wenzao katika Galatia kwamba mtu hawezi akakamilika wokovu wake au kuokoka kwake bila kuyatimiza matendo ya mwili. Kama yapi? Mfano, matendo ya mwilini. Bila kutahiriwa, ambapo ilikuwa ni desturi ya Kiyahudi watu kufanya tohara au kutahiriwa toka enzi na enzi. Kwa hiyo wakawaaminisha watu. Wakati huo kumbuka, Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kutuweka huru katika neema, sio katika sheria. Hatuishi chini ya sheria, bali tunaishi katika neema. Hatuna sababu na haja sasa ya kuishi tena kufata zile desturi na mila mbovu, tamaduni mbovu ambazo hazina matokeo ya kimsingi au ya maana sana katika roho zetu. Sasa hawa watu wanawaaminisha wenzao kwamba wokovu ambao Mtume Paulo anahubiri na kufundisha hautakamilika bila wao kufanya tohara, ambao ndo tamaduni nimeielezea. Sasa jambo hili likawafanya Wagalatia wengi sana, Wayahudi katika eneo hilo, wasimuelewe Mtume Paulo, na wengi wao walijiingiza kuamini fundisho hilo au chachu. Ndio maana hapo mbeleni kwenye waraka huu ukisoma, Mtume Paulo anasema chachu kidogo uchachua donge zima. Iondoeni chachu mkawe donge jipya. Chachu kidogo uchachua donge zima. Iondoeni chachu mkawe donge jipya. Neno chachu ni fundisho. Ndio anawaambia Galatia, ondoeni hiyo chachu au fundisho hilo. Litawaharibia huduma, litawaharibia mwenendo wenu katika Bwana, litawaharibia uzuri wenu katika utumishi. Sasa wale watu hawakutaka kumwelewa mtumishi wa Mungu Mtume Paulo. Wakawa sasa wanaanza kumkataa na kuona sio mtume. Wakaanza kumkubali pengine Yakobo na kuanza kumkubali na Petro. Wakamwona huyu ni mwanafunzi tu wa Petro. Atawaeleza nini? Paulo atawaeleza nini? Kwa hiyo sasa wakawa hawamkubali. Ilimletea changamoto sana mtumishi wa Mungu huyu Mtume Paulo. Sasa ikamlazimu aandike barua kwa Wagalatia ili kuwaelekeza na kuwaonya. Na mada hizi hiyo ya tohara, kwa sababu tohara tukisikia tohara kwa wakati huu tafsiri yake ni ubatizo. Huo ni ubatizo. Utohara kwa sasa ni ubatizo. Ni ubatizo. Ndio tunaitimiza haki yote kwa kubatizwa, kuzamishwa katika roho, kuzamishwa katika maji mengi. Anaandika hili jambo ndio lisababisha wazee katika Israeli waitishe mkutano, Matendo ya Mitume sura 15, wakakaa kujadili haya mambo. Taharuki yote imetokea katika kwa Galatia. Kujadili haya mambo ili kuresolve, ili kufikia katika hali ya hatima, kanisa liendelee vizuri. Kusiwe tena na chachu, kusiwe na mafundisho mengi ambayo ni ya upotoshaji na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo sasa
ndio pale ambapo Paulo katika waraka huu wa Galatia anawaonyesha waziwazi kwamba ninawaandikia enyi wa Galatia kuambia hivi, ni nani aliyewaloga? Anaambia wa Galatia, ni nani aliyewaloga? Kumbe kuloga kupo. Nani aliyewaloga? Nani aliyewaloga? Yaani sasa badala ya kuishi katika roho, nyie mnaishi katika mwili. Anawaelezea sababu ya wao kukaa katika tamaduni na mila na desturi ambazo hazina matokeo chanya kiroho, hazina msingi wote kiroho, hazitawasaidia chochote. Anawaambia nyie ni kwa sababu mnaishi mwilini, ni watu wa tabia ya asili, ni watu wa mwilini. Hamwezi kabisa kuyatenda mapenzi ya Mungu kwa sababu mu watu wa mwilini, mu watu wa tabia ya asili. Sasa anawaambia sasa ile sura ya 5, naipenda sana sura ya 5, napenda na sura nyingine, ila sura ya 5 ni conclusion, au nasema ni hitimisho la barua ya mtume Paulo kwa Wagalatia. Ndio maana nasoma ile 5:16, anasema hivi sasa: basi nasema nendeni kwa roho. Kwenye hitimisho, basi nasema enendeni kwa roho. Kwenye hitimisho utakaposoma hizi sura, ni sura ya 5 na ile sura ya 6. Unaona anaelekea kwenye hitimisho, ni barua yake anaifungia hapo. Hapo ashatoa maelekezo mengi na kadhalika na kadhalika. Sasa anakwenda kuhitimisha. Anaambia ndugu zangu wa Galatia, wapendwa wenzangu, huko mwanzoni anajitambulisha utume wake kusudi kuanza na kuendelea na kujithibitisha waziwazi kwamba alivyoitwa na Bwana na namna anavyotumikia Mungu katika hali ya unyofu na utakatifu na utaua. Sasa hapa anasema 5:16 wa Galatia, basi nasema nendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Basi nasema nendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili utamani kushindana na roho, na roho kushindana na mwili. Sikiliza vizuri, anasema kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili. Ni pointi ya msingi sana uijue, inawezekana unajua kuijua msikilizaji, kwamba mwili huwa unatamani ukishindana na roho, na roho inashindana na mwili, au Roho Mtakatifu anashindana na mwili. Sasa anasema hapa, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayo yataka. Hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayo yataka. Yaani roho na mwili vimepingana, vipo kwenye vita. Ni vita, ni mpambano wa kiroho. Ndio maana sisi ambao tumeokoka huwa tunasema kama msemo fulani kwamba mtu akishaokoka ametangaza vita. Kuna vita, ndugu msikilizaji unasikiliza. Ipo vita ya rohoni. Hatupigani kwa jinsi ya mwili sisi. Tuna vita kali ya roho ambayo inahitaji roho iwe na nguvu kupitia Roho Mtakatifu. Roho ikiwa na nguvu kupitia Roho Mtakatifu, ni dhahiri kabisa kwamba roho itaibuka kidedea. Roho Mtakatifu atashinda, tukikubali kabisa kukaa na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa anawaambia hapa mstari wa 18, lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Mstari wa 19 ndio anaanza kutaja matendo ya mwili ni yapi. Haleluya. Anaanza kutaja matendo ya mwili ni yapi, ambayo kiini cha somo letu. Tutajifunza matendo ya mwili tuweze kuyajua. Kweli za msingi katika neno hili ni hili, au mambo ya kuzingatia sana. Mambo muhimu ambayo inabidi tuyajue ni haya, kwamba tunda lolote lile la mwilini, unaposikia matendo au matunda, hayo ni matokeo. Ndio maana Mungu anasema kwa matunda yao mtawatambua.
Muembe, ili ujue ni muembe, utaona tunda lake. Kuna miti mingi, lakini tofauti ya hiyo miti huwa ni matunda. Ni matunda. Ukiona muembe, unaona litunda hili la muembe, unajua ni muembe. Ukiona mparachichi, tunaita mparachichi kwa sababu ya matunda ya mparachichi. Ukiona pera, unajua bwana hii mpera ni kwa sababu ya tunda la pera. Kwa hiyo matunda ndio yatakayokutambulisha wewe. Yaani wewe hapo ulipo una haja ya kuhangaika kujitambulisha katikati ya jamii na watu, hata kwenye familia yako. Una haja ya kujitabisha. Familia yako itakujua kutokana na matunda yako, matokeo yako. Vile unaishi ndio watu watakavyokujua unavyoishi. Ndio watu watakavyokusoma. Watakavyokusoma. Matunda au matokeo ya kuishi kwako ni nini? Kinachoonekana kwenye familia yako ni kipi? Kinachoonekana kazini kwako ni kipi? Kinachoonekana mtaani ni kipi? Kinachoonekana ukiwa kanisani ni kipi? Watu watakutambua kwa matunda au kwa matendo au kwa matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya, wapendwa wasikilizaji na mtazamaji kupitia Facebook, watazamaji wazuri kupitia Facebook, ni ya msingi sana. Ni ya msingi sana. Maneno haya ambayo tutajifunza leo ni ya msingi sana. Ni muhimu tukayajua na kuyazingatia. Ni muhimu tukayajua na kuyazingatia. Watu wanasema sasa mbona mchungaji anafundisha haya masomo? Nafundisha haya masomo kwa nini? Kwa sababu ya maadili kuwa na mmomonyoko mkubwa wa kimaadili katika dunia. Kwa sababu ya changamoto za kitabia, changamoto za kimaisha ambazo zinasababishwa na matendo yetu sisi wanadamu mabaya. Matendo yetu sisi wanadamu mabaya. Lakini wakati huo tunataka mambo mazuri. Yaani kumtii Mungu katika sheria zake, kumtii Mungu katika neno lake hatutaki. Lakini tunataka vitu vizuri, mambo yetu yaende. Sasa imagine kama mambo yetu yatakuwa mazuri na yakaenda vizuri, lakini wakati huo huo hatuzitii sheria za Mungu wetu. Hiyo ni kazi bure. Hiyo ni sifuri toa sifuri. Sifuri toa sifuri ni sifuri. 0 minus 0 equals to 0. Yaani sifuri ukitoa sifuri unapata sifuri. Kama tuna tabia mbovu katika nchi ya Tanzania, katika nchi yote ile Kenya, Uganda, kama watu wake wana tabia mbovu, hiyo ni hasara. Mbele za Mungu ni hasara. Kwa wanadamu ni kawaida. Wanadamu wanapenda, wanadamu wanapenda uovu na maisha ya uovu. Kwa asili ya wanadamu ni kupenda uovu na kukubali uovu na kukumbatia uovu na kuuishia uovu na kuubariki uovu. Wanapenda kufanya hivyo. Lakini ukao ukijua kila nchi na watu wake ni mali ya Mungu Baba aliye mbinguni. Wananchi, kila nchi, kila mtu ni mali ya Mungu Baba wa mbinguni. Mungu ndio mwenye mali, ndio mkuu, ndio mali, ndio anayemiliki. Wanadamu wote na kila kitu chomo ndani yake anamiliki Mungu Baba. Sasa ni muhimu sana wana wa Mungu mwaka 2025 tunapofanikiwa sana na kuendelea mbele sana, tujichunguze sana tabia zetu zikoje. Muhimu sana. Muhimu sana. Muhimu sana. Tujichunguze tabia, matokeo, matunda ya maisha yetu ni yapi. Kwa sababu inawezekana tuna maisha mazuri yanayoonekana kwa watu, lakini ndani ya familia yako kuna kilio kinachoendelea. Mke wako hana raha, hana amani. Mume wako hana raha, hana amani. Lakini mko vizuri kimaisha. Tabia ni mbaya, mmomonyoko wa maadili ni mkubwa. Ndio maana sisi wachungaji na wahubiri inabidi tukazane sana kuwaeleza watu ukweli.
kueleza watu ukweli, kuambia watu ukweli kwamba Bwana wewe ni vizuri tukayazingatia maandiko na sheria na neno la Mungu. Ndio maana Mungu anasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati kwamba utakapofanikiwa sana na kushiba sana na kuvaa vizuri na kuwa na maongeo na kuzidishiwa katika kufuga na kuwa na mashamba na kumiliki sana, utakapoweza kumiliki magari, utakapoweza, usije ukasahau kwamba ni mimi Mungu nikupae nguvu ya utajiri. Usije ukasahau kwamba ni mimi Mungu nikupae nguvu ya utajiri. Utakapopona afya yako, ukawa mzima, hauumi ugonjwa wote, usije ukasahau ni mimi Mungu nikupae nguvu ya kuwa na afya. Usije ukasahau kwamba madawa tunayotumia hospitali, hata tukiyatumia, ikiwa Mungu Baba Mwenyezi hajakupitisha mkono wake wa kitabibu pale, hata madawa yanaweza kafeli. Hata yanaweza kafeli. Ni Mungu mwenyewe anayetuachilia uzima na afya. Ni Mungu anayetupa nguvu ya kutajirika na kumiliki majumba, mali, fedha, dhahabu, tanzanite. Ni Mungu atupae, ni mali ya Mungu. Anasema hivi sasa, usije ukanisahau, ukaacha kutii sheria zangu, ukaacha kutii maagizo yangu, ukaacha kutii maagizo yangu, ukafata maagizo na matunda na matokeo ya mwilini. Haleluya, haleluya. Sasa ndio maana nafundisha ujumbe, uweze kunisikiza vizuri, na kurudisha sasa kwa Mtume Paulo, kwa sababu hivi ndio vikwazo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Hicho kikwazo kwako ni hicho, sio kingine. Yaani kikwazo kikubwa kwako ni hicho, na Mungu anaona. Hapo hata tujisahaulishe, hata ujifanye kusahau, hata useme ngoja nisimsikilize huyu mchungaji Kajuna, mjoli wa Bwana, nisimsikilize, kwa sababu kila akija kufundisha anakuja na misingi tu ya, anakuja kuponya tabia zetu. Kwenye ujumbe huu hapa mimi natamani apatikane mtu mmoja tu, ndio Mungu anamtafuta kwenye ujumbe, ambaye atakubali kabisa kwamba tabia hii nimekuwa ngumu kwenye maisha yangu, tunda hili ni gumu kwenye maisha yangu, natamani niache hii tabia mbaya, nianze kumpendeza Mungu. Namtaka mtu mmoja leo ambaye atadhamiria, ambaye baadaye atanitafuta, aniambie mchungaji, kwa ujumbe ambao nimesikiliza, natamani nipone kwenye hii tabia mbaya. Kwa sababu hata unene kwa lugha, hata uimbe kanisani, hata uombewe, wekee mikono kwenye mikuu, kwenye kichwa, ubandikiwe na sisi wachungaji, na kwenye miguu uwekee mikono, ubandikiwe mikono, upake mafuta, unywe maji, sijui ufanyeje, kama una katabia kabovu ni kazi bure. Utupe hela wachungaji tuzile, utupe hela tule, alafu wakati huo ubakie na katabia kabaya, haina maana. Haina maana. Ni yeye upone tabia na hela usitupe, lakini upone tabia, uende mbinguni, umwone Mungu. Dunia na hii nchi na vyote vitapita. Mwanadamu ni ua, mwanadamu ananyauka, mwanadamu anakauka, mwanadamu hana garanti ya kuishi duniani milele mpaka kumpata Bwana. Kila kitu kina mwanzo na kila kitu kina mwisho. Hakuna chenye mwanzo kisichokuwa na mwisho. We ni shahidi, watu wangapi wanapotea, ndugu zako karibu wamepotea. Wengi mnapotea. Kuna mwanzo wa mwanadamu na kuna mwisho wa mwanadamu. Unamalizaje? Unamalizaje ukiwa na tabia hiyo umeng'ania? Unamalizaje? Na unasali vizuri, ni mwimbaji mzuri, unatoa zaka vizuri, unamalizaje maisha yako? Utaishi hivyo mpaka lini? Tabia imekuwa kikwazo kwako. Matendo ya mwili yamekuwa kikwazo kwako. Hata ujifariji namna gani, nakwambia ukweli, hata ulale usingizi usiku, tabia ikiwepo mbaya kwako, hicho ni kizuizi cha wewe kuweza kumuona Mungu. Huwezi kumuona Mungu. Huwezi kumuona Mungu. Huwezi kumuona Mungu. Hata uinuke na kuwa tajiri kiasi gani, umiliki majumba na magari, lakini bila uombewe, unene kwa lugha,
uwe na huduma nzuri bila kuzingatia sheria za Mungu Baba alizoziweka kwamba zifuatwe, hizo ni kazi bure. Kazi bure. Sasa sikia vizuri. Anawaambia hivyo Galatia Mtume Paulo. Lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. 5:19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Ndiyo haya. Sikiza vizuri. Matendo ya mwili ndiyo haya. Na yataja na mimi kama yalivyoandikwa. Haya ndiyo matendo ya mwili, wapendwa wasikilizaji na watazamaji. Ulishakusikia? Yasikize vizuri leo. Asubuhi ya leo ni njema kwako. Yasikilize matendo ya mwili yajue. Na wahubirie wengine, watoto wako. Haya uyahubirie watoto wako. Hubiria mume wako, hubiria mke wako. Waambie usikubali unaana na mke wako na mume wako. Umwambie haya matendo na kumjulisha kama bwana, mume wangu una tabia hii acha. Mke wangu una tabia hii acha. Tumpendeze Mungu, tuishi maisha yenye kibali mbele za Mungu. Anasema hapa, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, mafarakano, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema. Unaweza kusikia hicho kitu. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Hawataurithi wa Mungu. Hallelujah, my God. Watu watendao matendo haya ambayo nimeyasoma hapa, haya ndio matunda ya mwili. Nakwambia ukweli. Kumbuka hiyo ni point ya msingi. Kuna tunda la mwili na kuna tunda la roho. Kuna tunda la roho na kuna tunda la mwili. Tunda la mwili likitokeza nje likapata ushindi, kwa sababu ni vita. Nimekwambia roho inashindana na mwili. Mwili unataka ujiinue uwe juu, roho na yenyewe inataka iwe juu. Kinachoshinda ndio kinachotawala. Yaani Mungu alisema ukikubali roho ishinde, Roho Mtakatifu akuwezeshe na ushinde haya mambo, utakuwa unaishi katika tunda la Roho Mtakatifu. Ukishindwa hapo, ina maana unakuwa umefanya Roho Mtakatifu ashindwe. Kwa hiyo mwili utaibuka kidedea. Na mwili ukishashinda, lazima mojawapo ya matunda haya mwili yatakuwa kwako. Huo ni ukweli usiopingika. Ukweli usiopingika ni huo kwamba ukikubali kumtii Roho Mtakatifu, tunda la Roho lazima itaonekana kwako. Huo ni ukweli. Ukikubali kusikiliza mwili na kuutii mwili, ina maana lazima matokeo yake yatakuwa ni tabia za mwilini. Huo ni ukweli. Na tunda mojawapo la mwilini likiwa kwako, kwa ukwetu, kwenye maisha yetu, linaondoa uhalali wa tunda la Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Narudia tena. Hizo ni kweli tupu ambazo hazipingiki. Ikiwa kuna tabia mojawapo ya mwilini imekuwa na nguvu, inaondoa ule uzuri, inaondoa ule uhalali wa tunda la Roho katika maisha yetu kabisa kabisa. Hallelujah. Nafikiri naweza nikakutajia tunda la Roho lisikie na nini lipi, ili ujue kwamba mchungaji bwana anasema kuhusu tunda la Roho. Maana kama ametajia matunda ya mwilini, tunda la Roho ni lipi? Anasema hivi, lakini tunda la Roho, sikia vizuri, lakini tunda la Roho, Galatia 5:22. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Mbona tunda la Roho hilo? Matunda 9 hayo nimekutajia. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio katika Kristo Yesu wameusulubisha. Amen. Wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake, tukiishi kwa Roho
na tuenende kwa roho. Tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Hayo sasa ndiyo matunda ya Roho Mtakatifu: upendo, furaha, amani, ambayo natakia wewe na mimi tuishi hapo, tuangukie hapo, tutembee hapo, tukae hapo. Tukiishi haya katika haya matunda, tayari tunda la mwilini halina sehemu tena, halina nguvu. Kwa sababu ukimpenda Mungu, upendo anasema, ukimpenda Mungu kabisa, hauwezi ukajiingiza katika dhambi ya uasherati. Wanaompenda Mungu hawatendi dhambi. Ukimpenda Mungu huwezi kujiingiza kwenye dhambi ya uasherati. Ndio maana nasema muishi katika tunda la Roho Mtakatifu. Ukimpenda Mungu huwezi kujiingiza katika haya mambo. Okay, sasa tuende kwenye tunda la mwilini. Nikupitisha hapo kwa dakika 3-4 haraka sana. Nikukimbize hapo kwa haraka sana. Umakini kunisikiliza. Uone sasa tabia za mwilini, uone matunda ya mwilini yalivyo, ambayo hayo ndio yamesababisha pengine uwe katika hali hiyo ulionayo sasa hivi. Katika hali hiyo ambayo unayo sasa hivi, ni kwa sababu haujakubali kushuka, haujakubali kunyenyekea na kumpa nafasi Roho Mtakatifu ayatawale maisha yako, ayaongoze maisha yako. Umetamani tu kuongozwa na mwili na nafsi, na mwisho wa siku umejikuta umeshindwa kuishi katika mapenzi ya Mungu. Anasema sasa tunda la mwili ni uasherati. Uasherati ni kikwazo. Uasherati ni ile hali ya ambayo inatendeka kwa watu ambao si wanandoa. Kama si wanandoa wakafanya ngono, huo ndio uasherati ambao unaibuka sasa na kwa watu wote ambao si wanandoa. Wakifanya hivyo, huo ni uasherati. Hayo ni matendo ya mwilini. Uasherati. Vijana mnaonisikiliza, mimi mwenyewe ni kijana. Kwa sababu unanisikia tu sauti hapa, unafikiri sijui jamaa fulani mzee. Mimi ni kijana lakini nimeoa. Vijana wenzangu, msiniangushe. Uasherati, maandiko yanasema usitajwe kwenu. Uasherati usitajwe kwenu. Uasherati ndio sababu umeingiza wazazi wako kwenye uchungu. Mpaka sasa hivi wanasikia uchungu wazazi wako kwa sababu kijana umejiingiza kwenye uasherati. Yaani kuna mtu siku haimpiti hajafanya uasherati. Yaani wewe uka binti, wewe mwili wako unauza kwa bei, yaani unauza mwili. Ni hasara kwako. Unauza mwili wako kwa sababu gani uuze mwili? Kuna sababu ya kuuza mwili. Mwili wako sio kuku kwamba iuzwe. Hata siku moja huwezi kuuza mwili wako. Unauza mwili wako kwa sababu gani? Kwa nini? Umekubali kujishusha, kushusha thamani yako kabisa kwamba uuze mwili kwa sababu ya uasherati. Uasherati usitajwe kwenu. Hayo ni matunda ya mwili. Kwa hiyo ukiona unashinda kujizuia kuushinda uasherati, ukaishi katika roho, ujue tayari umeingia pabaya. Kijana unahangaika usiku kucha, masaa 24, wiki nzima, mwezi mzima, mwaka mzima, unafanya uasherati na mabinti wa kanisani, unawaharibu kama ni kwenye kwaya, unawapitia wote hapo, unamaliza wote. Wote kabisa unamalizia hapo uasherati. Kwa hiyo ni tendo baya hilo ambao kimsingi ni machukizo kwa Bwana. Ni matunda na matokeo ya kuruhusu mwili kuwa na nguvu zaidi. Mtume Paulo anasema hivi mahali pengine, ninachotaka kukifanya yani kile ninachotaka kukifanya sikifanye. Kile ninachokichukia ninachokifanya. Nipendalo kulifanya silifanye, bali lile nilichukialo najikuta ambao nimeshatenda. Unaolichukia unachukia uasherati, lakini bwana nimeshatenda. Nachukia hiki, mbona nimeshakitenda. Kwa nini? Kwa nini? Ni kwa sababu mwili umekuwa na nguvu kuliko roho. Kwa hiyo ni matokeo ya mwilini uasherati. Nimemaliza kuhusu uasherati. Sasa anasema jambo la pili, uchafu. Uchafu ni hali au binadamu kuwa najisi. Unajisi ni uchafu. Mambo ya ushoga yanaingia kwenye uchafu hapa. Ni uchafu. Maandiko yanasema ni uchafu. Mambo ya kujichua ni uchafu. Kuna wanandoa, mtu anandoa, yaani kipindi kilikuponya tabia zetu. Mtu ni mwanandoa lakini anajichua bado. Tayari huo ni uchafu. Kutizama picha za ngono ni uchafu.
wote ni uchafu. Usagaji ni uchafu mbele za Mungu, ni uchafu. Kwa hiyo ni mambo ya unajisi, ni machukizo. Machukizo. Kutizama tamthilia ya mapenzi muda wote, yani wewe ndio hiyo tu ndio unaenda kunogea hiyo. Unaangalia tu hapo hiyo unafuatilia hiyo tu. Baada usikiliza hata mahubiri, kuna mahubiri mengi kwenye TV, kuna mahubiri mengi kwenye simu za mkononi, YouTube ukiingia unapata mafundisho. Kuna vitu vya kujifunza kuhusu biashara, kuhusu kilimo, kuhusu mambo ya madini. Kuna vitu vingi vya kujifunza kuhusu namna ya kufanya hata ufugaji. Kuna vitu vya kujifunza, kwenye vipo vingi mna ambao unaweza kukesha nao kujifunza kuliko kuangalia movie ya ngono yanaharibu ufahamu na akili yako. Huo ni uchafu. Okay. Ufisadi na yeye ni matendo ya mwilini. Ufisadi ni kitendo cha utakashaji mali za umma. Ni ufisadi kwa matumizi mabaya. Ufisadi. Hata kuna ufisadi pia wa kiroho. Ufisadi. Leo kama mtu atakwambia lete 50,000 kuombee, huo ni ufisadi. Lete hela tukuombee. Au lipia bidhaa ya kiroho ukapate uponyaji. Ni ufisadi. Ni mambo ya mwilini hayo. Na ufisadi huu mwingine ambao na mtu wa kutakatisha, wa kuchukua, kuiba, kufanya wizi na rushwa, ufisadi. Ibada ya sanamu. Jambo lote ambalo utaligeuza likachukua nafasi ya Mungu na unalipa muda hilo swala, hiyo ni ibada ya sanamu. Hiyo ni ibada ya sanamu. Chochote kinachukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako, hiyo ni ibada ya sanamu. Ndio matendo ya mwili. Kinachukua nafasi. Jambo ambalo unaliwaza muda mrefu, limekaa muda mrefu, ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu. Ni jambo gani kwako liulize ambalo limechukua nafasi baada ya Mungu? Yaani kanisani hauwezi ukaenda, lakini unaweza kwenda kuangalia mpira. Kabisa. Kanisani saa 10 jioni, hauendi saa 10 jioni kanisani. Mechi ni saa 10 Simba na Yanga, unaenda kuangalia Simba na Yanga na Arsenal na Manchester United. Yes. Au yani wewe mdoto uko na Diamond tu. Lakini wewe usikusikiza nyimbo za dini. Ibada ya sanamu. Mungu ana nafasi kwenye maisha yako. Ni vitu vingine, kazi inaweza kuwa ibada ya sanamu kwako. Yaani wewe ni kazini tu mwaka mzima, hata kusali hujawahi kusali Jumapili zote. Ni ibada ya sanamu. Fedha inaweza kuwa sanamu ya kwako. Unaipenda fedha sana kuliko kumpenda Mungu. Ibada ya sanamu. Hiyo ni ibada ya sanamu. Okay. Anasema hapa, uchawi nafundisha matunda ya mwili. Matokeo ya mwili. Pale ambapo Roho Mtakatifu umeshindwa kumpa nafasi, mwili unaibuka kuonyesha tabia zake za asili. Mtu hawezi kujizuia. Yaani tabia haijifichi. Tabia ya mtu haijifichi, wanasaikolojia wanasema hivyo. Kwamba tabia ya mtu, ukikana mtu huwa haijifichi. Hata ukipata mgeni kwako, ukikaa naye miezi 3 tu, lazima utaona tabia yake, utaijua tu kama huyu jamaa huyu ana tabia fulani. Tabia haijifichi. You cannot, huwezi kuficha tabia. Itaonekana tu siku moja. Kama ni muombaji utaona huyu ni mgeni anaomba, tabia yako ni kuomba. Iko waziwazi. Lakini huyu ana tabia fulani mbaya. Inaonekana pia waziwazi. Uchawi ni matendo ya mwili. Uchawi. Kuna watu ni wachawi. Uchawi ni tabia ya mwilini. Kutafuta msaada wa rohoni au mwilini kupitia nguvu nyingine mbali na nguvu ya Mungu, huo ni uchawi. Hata wewe sio sema mtu mchawi mwenyewe, yani kwenda tu kwa mganga, umeshashiriki tayari uchawi. Unahesabika nimeenda kutafuta msaada kwa mchawi, anipe dawa fulani kwa sababu naumwa muda mrefu, natumia dawa hizi nisaidie. Au ndo kinga, mimi kinga yangu ni uchawi. Ni dhambi mbele za Bwana. Mtumaini Mungu peke yake. Muombe Mungu peke yake. Tafuta watumishi wa Mungu akuombee, uwe na ulinzi. Lakini usikue ilizi uwe mlinzi kwako. Huo ni uchawi. Kwa hiyo uasherati, kupiga uasherati. Nini? Ushirikina. Kupiga ramli.
kufanyaje, kuna mambo ya kubashiri, manyota yote vinajiingiza hapo. Ulozi unajiingiza hapo. Yote hayo mambo ni machukizo kwa Mungu wetu. Na uchawi ndio kikwazo kwako. Unaweza kumloga hata mama yako unamloga. Unamloga kwa uchawi. Asifanikiwe tu. Ndugu yako tumbo moja, unaenda kwa mganga kumlogia shamba lake. Hata alime ufuta namna gani. Ufuta hautoki. Yaani ufuta hautoki. Nimesikia hayo mambo maeneo mengi, nimetembea hapa Ruangwa. Hayo mambo nimesikia. Kuloga hadi mashamba. Yaani mtu analima kaufuta kake. Hata ajitabisheje, wanachimbia vitu pale. Hata afanyeje, kaufuta kake hakapati. Uchawi. Kuna watu ni wachawi acha. Anachukua tu udongo ulipokanyaga wewe, anaushughulikia vizuri. Haupigi hatua yoyote hata ufanyeje. Kachukua tu udongo. Mwingine kachukua nguo yako, hata nguo ya ndani, kaichukua ile nguo ya ndani. Anaifanyizia mambo huko, hata ufanyeje. Hata ufanyeje, ndio wewe mume umpata mke mchawi. Anakufanyia uchawi mpaka unashangaa. Mpaka unachanganyikiwa akili. Mwingine amechukua tu uso wako, kauvuta hapo katikati kwenye kikarai au kibeseni. Huyu hapa Huyu hapa asifanikiwe. Umenenewa maneno ya kichawi. Huwezi ukatoka hapo mpaka umkubali kujiingiza kwa Yesu Kristo. Jiingize kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio kiboko ya wachawi. Achana kiboko ya wachawi ambaye ameenda hapo Kongo. Yesu ndio mashine. Yaani yeye ndio kiboko ya wachawi. Hakuna mchawi anaweza Yesu Kristo. Hamna. Sasa uchawi huo watu wengi wanarogwa. Magonjwa mengi watu wanayapitia sasa hivi ni magonjwa ya kichawi. Magonjwa ya kichawi. Basi utateseka tu, unaenda hospitali bwana, hii shida, mbona hatuni chochote. Ujue tayari ni pepo hilo limetupwa, ni uchawi. Nina ushuhuda mmoja. Watu fulani katika mkutano wa Injili, hiyo nikutana na mchungaji huyu Dar es Salaam. Akatushuhudia ushuhuda huo. Alikuwa na mkutano pale maeneo ya Kagera, mimi ni Muhaya, mchungaji Kajuna ni Muhaya. Walikuwa na mkutano pale Kagera, maeneo fulani yanaitwa Muleba. Pale Muleba wakaandaa mkutano mzito wa Injili, mchungaji rafiki yangu. Wakati wanafanya ule mkutano, wakamleta mgonjwa mmoja pale. Unaambiwa amelala kwenye kitanda, kwenye godoro pale, wewe ni kama vile kuna mtu. Yaani ameisha kabisa kama vile hakuna mtu. Ila kuna mtu kabakia mifupa, ni skeleton. Yaani ni mifupa mibakia pale. Shida huyu ni nini? Ndugu zake akasema jamani, huyu hapa alikuwa nyumbani kwake. Alipokuwa nyumbani kwake, akapita nyau au paka. Alipopita yule paka, huyu jamaa akajosha mkono wake, akachukua jiwe, akampiga yule nyau au pusi au paka. Alipompiga paka yule, akasikia sauti inasema, "Umenipiga. Subiri uone, nitakufundisha. Utaona mimi ni nani." Akashtuka na yule paka kumuona tena. Kesho yake akala hoi mkono muuma. Kwa shida yake ya mkono ilianzia hapo. Mpendwa, shida ilianzia hapo ya mkono. Na wewe una shida imekuanzia, chanzo chake ya mtini kali uchawi. Sitaki nikuaminisha hivyo sana, ukaniamini sana kwamba inawezekana kawa hivyo, lakini yamkini shida yako ikatokana na uchawi na ushirikina. Biashara yako imelogwa. Yaani hata ufanyeje hapo utateseka, hakuna upaya hata $5. Na ukipata ila yote inapotea, chuma ulete. Yule ndugu aliteseka, yule ndugu aliumwa, akaumwa, nenda kila sehemu imeshindikana. Kanisa wapi kashindikana. Tabu ni kubwa. Watu wa dini yake hao wakaomba na dini wakaomba wapi haikusaidia chochote. Paka alipokuja mtumishi wa Mungu mpaka mafuta, mchungaji mwenye nguvu za Mungu. Alipokuja ule mkutano, akamwombea yule mtu dakika moja. Pepo zikalipuka. Akiwa na mifupa, pepo imelipuka. Yanapanda mashetani. Yanasema huyu hapa aliturushia jiwe sisi. Toka sikio tunamfundisha. Akaambia sitaki kusikia maneno yenu. Kimya, mwacheni huyu mtu. Amefunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Yule baba mapepo yakamwachia. Wiki moja inapita, wiki mbili, akaanza kupona. Hakufa tena. Lakini shida ilikuwa ni uchawi. Uchawi. Unamwona bundi huyo anasema, unaona kandege akanakuja. Kuna kipindi fulani unashuhudia walikuja nyuki wengi, maelfu kwa maelfu. Nyuki wengi
wanatumwa kufanya uchawi, kummaliza mtu. Walipofika hapo ni ushuhuda dhahiri umetokea. Umetokea dhahiri ushuhuda huo. Manyuki wengi wamekuja. Baada ya hapo mama huyo nyumbani kwake akatamka katika jina la Yesu Kristo, nyie nyuki ndio tumwa, na waangusha chini hapo wote mwanguke. Walianguka nyuki wale wote kama vile mkeka chini ukiangalia. Yaani kama vile unapita, walianguka nyuki wote hapo, wote wakafa. Unafanya mchezo. Uwe na Yesu Kristo utapata faida kwenye maisha yako. Sasa hapo nakwambia kuhusu uchawi. Ni matendo ya mwili. Wanadamu ni wabaya. Heri ukutane na mnyama kuliko ukutane na mwanadamu mwenzako. Atakuloga mpaka wanachanganyikiwa. Na wengine na mchawi huwezi kumjua. Ofisini umekaa naye meza moja, ni mchawi huyo. Wewe hujui. Unampa mkono, baada hapo anaondoka na alama za vitanga vya mikono yako. Anasema yeye kumfanyia kazi. Wachawi wanatumia hadi sauti kuloga. Unaongea naye kwenye simu, anakamata sauti yako, anaitengeneza pale. Unashangaa mafarakano yanaanza kwa kwenye nyumba yako. Mama anaharibika, sauti yako imechukuliwa, imetengenezwa kwa mchawi. Watu wanasafiri wanakwenda visiwa vya Komoro. Watu wanakwenda mpaka Unguja ndani, Kupemba ndani. Watu wanasafiri kwenda Uarabuni kutafuta uchawi na kununua. Sumbawanga, hapa Lindi, maeneo ya ndani wanaingia huko kufanya uganga milimani. Wanafanya mchezo. Umpate Yesu Kristo awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Hayo ni matendo ya mwilini. Nimekaa eneo hilo sana. Ili Mungu aweze kubariki tu. Nivuke naweza kubariki kipindi hiki, naweza kuwaombea watu ambao wana mahitaji sasa. Kwa hiyo matunda mengine ni uadui. Ni matunda ya mwilini. Uadui ni matunda ya mwilini. Ambayo wewe upasi kuwa na uadui na mtu. Yaani kama wewe una uadui na mtu, ujue ni mtu wa mwilini kabisa. Umesema nimeokoka au unasali, wewe ni mwanadini mzuri, una dini yako nzuri, lakini unamchukia jirani yako, haumsalimii, mnapishana njiani. Na unasema mimi nina Mungu ndani, hauna Mungu ndani. Uadui ni tabia ile ambayo inakamata mtu. Ni uhasama. Tafsiri ya uadui ni kuwa na uhasama kati ya mtu mmoja au na kikundi. Una uadui na mtu. Kuanzia leo usiwe na uadui na mtu yote. Wapende watu wote, hata kama wamekuudhi, wasamee bure. Wasamee bure. Mungu atawahukumia yeye mwenyewe hukumu. Lakini wewe usiwe na uadui na mwanadamu mwenzako. Ukiwa na uadui na mwanadamu mwenzako, unakuwa unajitengenezea ubaya baadaye. Mtendee mema adui yako. Maandiko yanasema kwamba mtendee mema adui yako, ushinde ubaya kwa wema. Mpe sukari adui yako, mpe chumvi adui yako, mpe fedha adui yako, msamee, tafuta kuwa na amani na watu wote na utakatifu. Kwa hiyo uadui huo ni matokeo ya mtu kupenda kuishi mwilini. Yaani hutaki kutengeneza na mtu. Yaani hutaki hata kusamee. Maisha ya uadui yapenda. Hutaki kufikia kwenye suluhu. Umsamee ndugu yako, umsamee jirani yako. Unataka tu kukaa na yani vita mwaka mzima hadi mpaka mmeenda polisi kwa sababu ya uadui. Kumbe mngesameheana ingeishia hapo na Mungu angekulipa thawabu siku moja. Maisha ya uadui hayo. Ugomvi, kuna watu ni wagomvi sana. Watu ni wagomvi mno. Yaani anapakosi, hiyo ni tabia mwilini. Imeandikwa kwenye Biblia hapo Galatia sura ya 5. Ugomvi. Leo unakuta mwanaume ni mgomvi, mwanamke ni mgomvi ndani ya nyumba. Ni varangati kila siku. Varangati kila siku. Ugomvi hauishi, ni matendo ya mwilini hayo. Mtu anapenda maneno, kutukana, ugomvi, kushikana mashati, kuangushana chini mitama na kadhalika. Mambo ya ugomvi ni matokeo ya kwamba huyu mtu hana Mungu ndani yake. Hata kama anasemaje, lakini mtu wa tabia ya mwilini. Okay, wivu unasambaratisha watu. Wivu unamaliza watu. Mtu mwingine hataki afanikiwe. Yaani mwenzake akisoma kidogo tu, akina mtoto afanye amesoma, anasema naenda kumtengeneza kwa mganga. Haiwezekani. Yaani mimi wanangu wasome wenyewe wasome. Wao ni wakina nani? Tutaona kuanzia leo. Wivu tu huo. Mwenzako amenunua gari, unamwonea wivu. Mwenzako ameoa ameolewa, unamwonea wivu. Wivu tu. Mwenzako amependeza, kavaa vizuri, unamwonea wivu. Wivu tu. Yaani mwenzako anakula chakula kizuri, unamwonea wivu. Wivu tu. Matendo ya mwilini hayo. Ya watu wenye wivu hao ni watu ambao hawafanikiwi kwenye maisha yao. Hawafanikiwi hata siku moja. Hawafanikiwi. Wivu, acha wivu, ni mbaya. Hayo ni matendo ya mwili. Hasira ni matendo ya mwilini. Mtu anakaa na hasira yani mtu haipiti siku hajakasirika. Anamkasirikia mume wake, kasirikia mke wake, kasirikia watoto, kasirikia bosi wake. Yaani ni mtu wa hasira masaa 24. Wiki nzima ni hasira tu. Ukali usioisha.
ujue wewe bado uko mwilini. Unatakiwa wekee mikono na uombewe na mchungaji akuwekee mikono na kuombee kabisa pepo la hasira litoke. Hasira kitu kidogo, yaani mmeweka anakuuliza au mkiwa anakuuliza jamani baba, mbona kitu kidogo hiki, yani hiki kidogo hivi jamani ndo ukasike namna hiki, yani kidogo tu hivi, yani kuchelewa kuandaa chakula tu ndio vita namna hii jamani mume wangu. Yani hapo ushamtanika kofi tayari mke wako. Hasira, shetani amekumaliza. Kuna watu wanakaa na familia zao, hakuna kumgusa mke wako kwa kofi hata mara moja. Ushuhuda wangu binafsi mdoli wa Bwana, nimekaa kwenye ndoa mwaka wa 13, sijawahi kuinua hata kidole kwa mke wangu. Hata kumnyoshia kidole, hata kumkemea. Lakini wewe unafanya hivyo kwa nini? Kwa nini? Umekubali mwili kutawale. Haujakubali kushuka na kunyenyekea. Unasema mimi ni mwanaume tu. Nitamuonyesha kazi. Muonyeshe kazi sasa. Muonyeshe kazi. Matokeo yake ni kwamba mbinguni utaingia. Utaishia tu hapa. Habari yako inaishia hapa, lakini huwezi kuvuka kwenda mbele. Na unaelekea tanzi. Mwanamke ukimkasirisha mke wako unaelekea tanzi, ufanikiwi. Hata uombeje, maombi yako yapate kibali mbele za Bwana. Kimfanyia hila mke wako, hata ufunge ni bure. Mke apigwi, mke anaombewa, mke anafundishwa, mke anasaidiwa. Kwa sababu ni chombo dhaifu. Maandiko yanasema wanaume muishi na wake zenu kwa akili. Muishi na wake zenu kwa akili kwa sababu ni vyombo dhaifu. Lakini wameshindwa. Ndio maana huduma inashindwa kwenda kwa sababu hiyo. Mama yaeli kwa sababu tu ya hasira hiyo. Ungezuia hasira ukaa kifuani kwa mpumbavu. Maandiko yanasema hivyo. Hasira ukaa kifuani kwa mpumbavu. Na anasema usikae na hasira ukampaka jua inazama. Hapana, haiwezekani. Sikatai hasira zipo. Lakini umekasirishwa, msamee mwenzako. Vumilia tu, mpende tu. Mwambie jamani umenikasirisha lakini mpaka lini? Mtu yaache ya mambo basi. Mnashauriana, mnakaa meza moja, mnazungumza. Yanaisha hayo mambo. Hata kazini hivyo. Hata kwenye mitaani hivyo. Tunaishi kwa hivyo katika hali ya uzuri na wema. Hasira. Usilale na hasira. Ndio mwanzo kupata pressure na maBP. Unafikiri sana ni kwa sababu nimelogwa, hamna, hapo hujalogwa, ni kwa sababu tu ya hasira zako, mshinda kuzicontrol. Unaana hasira kila siku. Ni matendo ya mwilini. Okay. Anasema hapa wivu, hasira, fitina. Tunatu ni wafitini. Ni kitendo cha mtu kumchonganisha au kumsema ubaya kwa mtu mwingine. Hiyo ni fitina. Yaani unachonganisha watu, mtu na mtu. Unamchonganisha huyu na huyu, unachonganisha tu. Hiyo ni fitina. Kama kuna mtu ambaye anachonganisha, anisikia sasa hivi. Kuna watu wanachonganisha, kaombe msamaha. Acha kuchonganisha watu. Huo mzigo utakulemea maisha yako yote. Yaani kama umechonganisha mtu na rafiki yake, mtu na mke wake, mtu na mume wake, alafu kwa jana ndio kwanza wewe ndio yani ukajipa big up. Ile nakupa pole mimi. Tafuta watu wao, waombe msamaha kwa sababu wewe ndio ulisababisha wakagombana. Wewe ndio chanzo cha hiyo familia kugombana kwa sababu ya fitina zako. Fitina. Tabia nyingine muhimu ni faraka. Hali ya kutengana. Paulo anaambia wa Korintho, nimesikia kuna faraka kwenu. Huyu anasema mimi ni wa Apollo. Mimi ni wa Petro, si mimi ni wa nani? Yesu amegawanyika. Kuna watu wamegawanyika. Familia zimesambaratika. Faraka ni tabia ya mwilini. Mpate Yesu Kristo uweze kutoka ile tabia ya faraka. Uzushi, kuna watu ni wazushi. Anamzushia mwenzake tu, analala usiku anaamka. Jamani, yani huyu ni jamaa amefanya kitu fulani. Uzushi tu. Kusema mambo yasiyo kuepo. Unapata faida gani? Unapomzushia mwenzako jambo ambalo hajalifanya, unapata faida gani? Unalipwa ili, nani anakulipa? Utanenepa baada ya hapo. Uzushi tu. Yaani ni mali tu mzushie mwenzako basi. Baada hapo moyo wako unatulia. Haujui unajipalia makaa ya moto. Baadaye kila akipandacho mwanadamu atavuna. Panda faraka, panda fitina, panda uzushi, panda hasira, panda ugomvi, utavuna bila shaka. Nakupa uhakika. Mavuno yapo 100%. Ukipanda maharage, utayavuna maharage. Ukipanda ugomvi, utavuna ugomvi. Kama sio wewe, watoto wako watagombana na watu mpaka utashangaa. Utashangaa kwa sababu ulipanda hila, ulipanda uzushi, na watoto wako watazushiwa. Unachokipanda wewe, kizazi chako kitarithi. Usuda. Kusuda ni chuki la kijicho. Watu wenye vijicho wapo wamejaa leo. Wenye usuda wapo leo wamejaa.
Husuda, una kijicho na mtu. Alafu nasema mimi nina kanisani nasali. Mimi nafanya hivi na hivi na hivi. Ni kazi bure. Kama una husuda ni bure kabisa. Chachu kidogo, utachua donge zima. Husuda ni hali ya kuwa na kijicho, hali ya chuki, hali ya uadui, kijicho. Ulevi, na malizia hapo tu la mwisho. Ulevi, hali ya mwanadamu kutumia kinywaji, mapombe. Ulevi umeshindwa kuacha. Neema ipo ya kukusaidia leo katoka kwenye ulevi. Pombe imesababisha familia yako imesabaratika. Yaani mke wako asingeondoka, nakwambia ukweli, kwa sababu ya wewe ulevi. Unarudi kila siku saa 7 za usiku sana nyumbani, ulevi tu. Unasoma, ni msomi mzuri, una masters and degrees and so on and so on. Lakini umeshindwa tu na pombe. Pombe tu, ulevi wa pombe, ulevi wa sigara, ulevi wa bangi, ulevi wa washerati. Ulevi tu, huo ni ulevi tu huo. Ulevi tu. Unashindwa kuacha ulevi kwa sababu gani? Ipo neema ya kusaidia leo. Mwaka 25, ipo neema, mjoli wa Bwana natangaza nikiwa hapa. Ipo neema ya kusaidia. Usikate tamaa na usijione umeshindwa. Ipo neema ya kusaidia. Matunda ya mwilini au matendo ya mwilini. Tunda la mwisho hapa ambalo nalifundisha leo ni uzinzi. Anasema uzinzi. Uzinzi na yenyewe ni tunda la mwilini. Uzinzi. Sasa uzinzi unafanyika kwa wanandoa. Unafanyika kwa wanandoa. Uzinzi huo unafanyika kwa wanandoa. Yaani umeoa lakini bado hujaridhika na mke wako. Hujaridhika na mume wako. Ukitoka nje ya ndoa yako unaitwa mzinzi. Ukimwacha mke wako ukaenda kuoa mke mwingine, huo unaitwa uzinzi. Watu wa Mungu, unakuwa na mke mmoja na mume mmoja. Marufuku kuwa na mke wa pili. Marufuku kuwa na mume wa pili. Ni mke mmoja na mume mmoja. Ni kifo tu kinachowatenganisha watu. Na hapo ndio kumekuwa na changamoto sana leo hii. Unasikia leo hii fulani kamwacha fulani. Baada ya kumwacha fulani kaenda kutafuta kimada au mke mwingine ameoa wakati mke wake yupo hai au mume wake yupo hai. Huo ndio uzinzi. Uzinzi, kutokuridhika. Ulimpataje mke wako? Ulimpataje mume wako? Mbona uliridhika naye? Sasa hivi umekuaje? Ule upendo umeenda wapi? Ni kwa sababu tu umepa nafasi, tamaa imekumaliza. Tamaa imekumaliza. Tamaa na kutamani, tamaa mbaya imekumaliza. Imekusababisha umefikia hapo ulipo. Sasa mke wako sio wa thamani tena. Hauna hata muda ukaa na mke wako. Wewe unarudi nyumbani saa 6 za usiku, na nyumbani saa 7 za usiku, unalala hadi nje ya nyumba yako. Mke wako umemwacha na watoto. Jamani, hiyo ni laana. Unaacha mke nyumbani, unaenda kulala nje wiki nzima, unakula raha, unakula bata na kimada. Mke wako hana chakula nyumbani. Watoto 3 4. Watoto wanateseka. Lakini unawasaidia watoto wengine, lakini mke wako anakaa kwenye shida na tabu. Hiyo ni laana. Hiyo ni laana. Hiyo ni laana. Unaacha mke, unaambatana na mke wa mtu mwingine. Ni makosa na laana. Ni ubaya kabisa. Ni ubaya kabisa. Mambo kama hayo na mengine mengi yanayofanana na hayo, Mtume Paulo anahitimisha kusema hivyo. Anasema wanaotenda mambo ya jinsi hii na mengine ambayo yanayofanana na haya hawataurithi kamwe ufalme wa Mungu. Hawataurithi kamwe ufalme wa Mungu. Pendwa msikilizaji na mtazamaji kupitia Facebook, mimi mjoli wa Bwana na mchungaji Kajuna nahitimishia hapo kuambia neema ipo. Lipo tunda Roho Mtakatifu. Tabia za mwilini hizo tunazishinda. Sisi wote tunazishinda kwa neema. Wachungaji wanazishinda kwa neema. Wahubiri wanazishinda kwa neema. Waimbaji wanazishinda kwa neema. Watu wote wa Mungu wanazishinda tabia za mwilini kwa neema ya Mungu ambayo inapatikana kwa Yesu Kristo peke yake. Mkubali Yesu Kristo. Wewe uliyookoka, kubali kuishi kwa kumpata Roho Mtakatifu. Ndio atakaye kusaidia utoke katika mwenendo wa tabia za mwilini. Kwa hiyo usikate tamaa, usivunjike moyo. Tupo watumishi wa Mungu tukusaidia na kuombea. Tutakwenda kuombea watu sasa hivi. Alafu neema Mungu iweze kushuka juu yao ya kuwasaidia. Amina. Msikilizaji wa Ruangwa FM Radio, ni wakati wa maombezi sasa. Kuna maombezi watu wanahitaji huku. Rashidi Kalamba
Mbunda sambamba na Mika Ndambi kutoka Ngumbu Liwale anasema tuko pamoja Ruangwa FM. Huyu anasema Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Anaitwa Treasure. Anaomba mchungaji amuombe, anasema nipunguze hasira na kisirani mpaka sipendi hii hali. Ndio. Sipendi jamani. Mpaka anatetemeka. Yes, anasema wanasema jihadhari na hatari iliyo mbele yako. Sasa je, anaye jirani hanipendi inastahili kumsogea? By Matias Wanamkatila. Bwana apewe sifa. Mtumishi wa Mungu kwa majina anaitwa George, nipo Kipilile. Haya, mchungaji apewe nafasi ya kutaja namba huduma yake, nimependa sana. Taja namba mwishoni. Kristo tunasema swali langu kwa mchungaji, umegusa ubatizo wa kuzamishwa majini. Je, wale wanaonyunyuziwa kichwani unakuwaje? Mama Jeru Masatu wa Mweru Tandahimba sasa yupo Namkatila. Swali kwa mtumishi, hivi jina linamfanya mtu kuwa karibu na Mungu? Lakini je, mimi endapo mwanangu nikimpatia jina la Hassan kuna ubaya? Mchungu Wanamkatila. Mtoto wa Mariam aliitwa jina gani hapo mwanzo kabla hajapakwa mafuta ya ufalme? Maana kwa sasa ni Yesu Kristo. By Nyulingo Wanamkatila. Napata vizuri mtumishi. By Baba Swaifu Wanamkatila. Mr. na Mrs. Mgeboni wako Mtondo anasema mchungaji, kwenye maombi yako usisahau kutuombea mvua kwani jua ni kali mno. Ndio. Tumsifu Yesu Kristo. Dada, ninafurahi kuweka wimbo kwaya. Haya, sawa, tuko pamoja sana. Anasema mapendo daima. Mama Happy Wandanda sasa niko Milui. Apewe sifa mchungaji. Haya, anasema mchungaji, amina. Mchungaji apewe ubarikiwe. Ni mimi Mama Arufani Chomwingo, niko Lukue Mkaranga. Haya, asante jumbe. Anasema tunabarikiwa sana na kipindi. By Ernest Mandondo. Ipingo ni mimi kwa siku ya leo. Tutaweka nukta kwenye ujumbe wa Cecilia akiwa na Mkatila. Anasema Kristo wote tuende kanisani, kumbuka Mungu ndio kila kitu. Amina. Amen. Nashukuru sana kwa jumbe hizo ambazo zimekuwa za baraka sana, nimezisikiliza. Kwa kweli ni neema ya Mungu. Mbarikiwe sana wasikilizaji na watazamaji kupitia Facebook. Ni muhimu sana kipindi hiki ukifuatilia Facebook baadaye. Una simu kubwa, weka hata bando. Weka bando la 500. Baadaye uingie Facebook live ufuatilie mafundisho ili uendelee, kwa sababu ndio tumeyarekodi kupitia Facebook. Haya uendelee kuyasikiliza baadaye kwa wakati wako. Uendelee kuyakaa, kuyaishi na kuyaepuka ya mambo ambayo tumejifunza matunda mwilini, tukaishi rohoni wote. Nimepata hizo ujumbe, nimesikiliza, kweli ni baraka. Mbarikiwe wote ambao mnasikiliza hiki kipindi. Ni neema ya pekee. Kama umesikiliza hivyo na ukabarikiwa, endelea kuniombea na mimi mchungaji. Bwana azidi kunipa neema na kibali cha kwenda kusimama tukisaidiana katika kufundishana na kushauriana na kupendana kama tufanyavyo hivi. Huu ni upendo. Mtu kipata anakuambia ukweli, huyo anakupenda. Mtu anakuambia ukweli anakupenda. Mtu ambaye anakuona unaangamia hapa na kuacha, huyo ni mbaya sana. Lakini ukipata mchungaji ambaye anaweza kuambia bwana, mwanangu, rekebisha tabia. Ukitoa tabia, wewe ni mtu mzuri. Huyo mchungaji umkumbatie. Huyo mchungaji umpende. Lakini kana mtu yani anakubarikia tu, anakubaraka tu, baraka, anakuachilia baraka kati anajua unafanya uasherati na uzinzi. Huyo mtu lazima useme hapana, hakuna tatizo. Kwa hiyo hizo message nimejisikia sana. Kwa kweli mbarikiwe sana. Kwa habari ya mvua, tulimsihi Mungu. Mvua ikaanza kunyesha. Bwana ndiye anaachilia mvua. Tutaendelea kuomba na watu wa Mungu na kanisa la Mungu Tanzania inaendelea kuomba. Na Bwana ataendelea kuachilia mvua tu kwa majira yake. Tuendelee. Na pengine sasa mabadiliko ya tabia ya nchi, hali ya hewa, vitu vingine, maovu na kadhalika. Lakini tuendelee kusi rehema na toba kwa Mungu. Aiponye tabia ya nchi, aponye nchi yetu ya Tanzania, tupate mvua kwa wakati wake. Habari ya mwingine amesema ana hasira sana, anatamani maombi. Ya mtu kuta ana hasira mpaka anatetemeka. Mwingine anapata hasira mpaka anang'ata, anajing'ata. Mwingine anapata kigumizi kwa sababu ya hasira. Mwingine hadi macho yanabadilika, anakuwa ni mekundu au ya blue au meusi, yanabadilika kabisa kwa sababu ya pepo la hasira. Yaani unakuta anaweza anatamani amkamate mtu amtafune dakika moja kwa sababu ya hasira. Inawezekana ukapona. Ndio maana mimi nikasema hivi leo, natamani Yesu ajipatie mtu mmoja. Na mimi mchungaji Kajuna, mjoli wa Bwana, nijipatie baba mmoja au mama mmoja au kijana mmoja ambaye atasema ninakubali mimi nina tabia hii moja mbaya, na naomba mchungaji uniombee hii tabia niache. Mimi nitakuombea sana. Nitashikisha hadi wana maombi tukuombee kanisani.
ili tabia hiyo mbaya iweze kuondoka kwako, uwe mtu mzuri. Kwa hiyo natamani wapatikane watu wenye nia hiyo, ambao natamani waponde kwenye hasira, waponde kwenye uchawi, waondokaje kwenye ugomvi, waondokaje kwenye faraka, waondokaje kwenye... Tuishi vizuri wapendwa. Tuishi vizuri ndio jambo la baraka. Tukiishi vizuri, shida ni nini kwani? Anasema tuishi katika roho. Tuishi katika roho, tusiishi kwa kuchokozana na kuhusudiana. Kwa hiyo inawezekana kabisa, na nitataja namba ya simu mwishoni ili baadaye watu wanitafute, nianze kuwaombea kuponywa kwenye tabia. Sio kupona magonjwa tu peke yake, kuponywa kitabia. Kuponywa kitabia, kuponywa kimwenendo. Nitaenda kuomba sasa na watu ambao sasa hivi angalau kwa dakika moja niende kuombea watu wafuatao. Wasikilizaji, nisikizeni vizuri. Niende kuomba kwa ajili ya watu wafuatao. Kundi la kwanza ni la watu ambao hawajai kuingia kwa Yesu Kristo. Wanataka waingie kwa Yesu Kristo kwa maana ya kuokoka. Kabisa unaamua. Tulikuwa na mkutano juzi maeneo fulani hapa Ruangwa, hapo Kitandi. Kuna watu wameokoka. Na hawakuwa wameokoka lakini wakaokoka. Kwa hiyo sasa naye ambao natamani uokoke leo hii, hujai kumpata Yesu Kristo, unataka ingie kwako, nitaomba naye kwanza. Kundi la pili nina watu ambao wameokoka lakini wakarudi nyuma kwa sababu ya tabia hizi ambazo zimezitaja. Yaani uasherati umemzidi nguvu, watu wizi, umea na vitu vingine kama uchoyo. Yaani uchoyo umekuwa ni mkali zaidi. Una tabia hizo na nyenye nitawaombea. Kwa ni makundi hayo mawili ya watu. Kundi la tatu sitaacha kuwaombea wagonjwa na wenye shida mbalimbali. Kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji. Nitawaombea wenye shida mbalimbali na watapokea majibu yao. Mwisho kabisa nitaomba watu hao wanitafute kupitia namba ya simu. Unaposema unitafute usiogope. Unaweza tukasalimiana pia, tukajuana ili kuendelee kuombeana zaidi. Sitaki fedha kwako. Kwa mchungaji anataka fedha ya no, sina masharti hayo. Sitaki fedha kwako. Ukitaka kunibariki utanibariki, lakini sio kwa mimi kukuambia ufanye hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba sasa kwa ajili ya makundi haya, kundi la kwanza, la pili na la tatu. Rudia maneno haya wale ambao wanasikiliza. Tuomba dada Love pia urudie tu kwenye mic yako ili kwamba tuweze kutiana moyo katika hivyo. Wewe msikilizaji, rudia maneno ili kwamba uweze kuokoka leo, uweze kujiponya na tabia hizi za mwilini, uweze kujiponya na tabia hizi mbaya, ngumu na sugu ambazo zimekushika. Ni Yesu ndio dawa, Yesu ndio kinga, Yesu ndio uponyaji. Leo hii utashangaa baada ya kuomba ya maombi na kukiri isara, utaona kabisa ile nguvu ya dhambi imeondoka ndani yako. Hebu sema na mimi maneno haya. Bwana Yesu, nimesikia neno lako, nimekubali ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Mimi naishi matendo ya mwilini. Ninatenda matendo ya mwilini. Mimi ni mtu wa tabia ya asili. Aliyafundisha mchungaji ni maisha ninayoyapitia. Mambo hayo yamenigharimu kukosa amani na furaha na upendo na kadhalika. Leo hii kwa moyo wa kupenda na hiari yangu nimeamua niokoke. Bwana Yesu, naomba unisamehe. Naomba uniokoe. Kuanzia sasa nikaishi kwa tunda la Roho Mtakatifu. Kuanzia sasa jina langu liandikwe mbinguni. Naomba Yesu unisamehe kabisa. Sijalazimishwa, nimeamua mwenyewe. Nimeamua mwenyewe niokoke. Naomba uniokoe hata siku ya unyakuo nami ninyakuliwe. Nisafishe kabisa kwa damu yako ya thamani. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Nitakuombea sasa, wewe ambao umekilia maneno. Baba Mungu, nauita msaada wako utokao juu. Namleta baba na mama huyu ambaye amekilia maneno haya katika asubuhi njema ya leo. Mtu huyo Bwana ameokoka. Ninamuombea Bwana apate nguvu za kusonga mbele na kuendelea mbele. Maroho machafu ambayo yanasababisha atende matendo ya mwilini, hayo ambayo tumejifunza leo, na yapisha maroho machafu yamwachie. Tabia sugu hizo mbaya zimwachie kwa jina la Yesu Kristo. Hazina mamlaka wala hazina sehemu. Hazina mamlaka juu yake wala hazina sehemu. Kifungo cha dhambi, roho ya dhambi, na ikemea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na iapisha kabisa. Na iapisha kabisa kwa jina la Yesu.
hiyo nguvu ambayo unasikia msukumo ndani wa kuishi tabia mbaya na mienendo mibaya na mmomonyoko wa kimaadili, hiyo nguvu na iondosha ndani yako kwa mamlaka jina la Yesu. Upone na kufunguliwa kwenye tabia mbaya kuanzia sasa. Kila aliyerejea nyuma, pokea neema ya kusonga mbele. Bwana akusamehe kabisa na kuisha na kutakasa. Pokea roho ya kumpenda Mungu na ukaishi katika tunda Roho Mtakatifu. Ninawaombea wote nguvu za Roho Mtakatifu ambao umekubali kuokoka na kusikia maneno haya. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu ikupe neema ya kusonga mbele. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu ikupe neema ya kuendelea kumcha Bwana. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu itakayoendelea kukuongoza. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu itakayoendelea kufanya kusoma neno na kuendelea kufanya maombi katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu aliye hai, na waleta walio wagonjwa na wadhaifu. Kila ugonjwa ambao umekamata wewe ambaye ni mgonjwa sasa, weka mkono sehemu unayoumwa. Uponyaji unatembea sasa hivi. Watu wengi wanafunguliwa. Wengi mna watu wanapona. Shuhuda ni nyingi sana. Hatuzisemi hapa, ila kuna siku watakuja watu wengi ambao wanafunguliwa. Watakuja kushuhudia hapa redioni kimpendeza Bwana. Katika jina la Yesu. Mapepo, achia watu hawa. Magonjwa ya kichawi na ushirikina, achia watu hawa. Kuanzia sasa, nazungumza na roho ya magonjwa ambayo ina masikio na nisikia. Ninaiapisha mara moja kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ewe ugonjwa wa kipepo, toka ndani yake kuanzia leo. Ninaapisha kwa moto kuanzia utosi wa kichwa mpaka unyayo wa mguu. Ewe ugonjwa, nyauka, kauka kabisa, usikae ndani yake. Usikae ndani yake. Naamuru magonjwa yanayotokana na bacteria, kila aina ya bakteria, naapisha moto kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu achia. Naamuru sasa magonjwa yanayotokana na virus ama virusi, na viapisha virusi na vitisha virusi. Ewe kirusi, sikia, kaa kimya, kaa kimya, kaa kimya. We kirusi, we bakteria, kaa kimya. We pepo, we makata, kaa kimya kwa jina la Yesu. Bwana na kukemee, Bwana na kukemee kwa jina la Yesu. Maana Bwana ametupa mamlaka kwa jaga nyoka na nge na nguvu zote za adui shetani. Amesema mkaponye. Ninatamka uponyaji kwako. Natamka kufunguliwa kwako kwa jina la Yesu. Ufunguliwe mwanaume, ufunguliwe mwanamke, ufunguliwe mtoto. Pokea muujiza wa kutembea. Yule asiyetembea, pokea muujiza wa kutembea. Bibi yako ipone sasa hivi kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wa kuona, pokea muujiza wa kusikia. Yule ambaye asikii, ana masikio mazito, asikii vizuri, na amuru masikio yako yafunguliwe. Usikie vizuri kuanzia leo. Yule ambaye haoni vizuri, na amuru mishipe ya macho, na amuru uone kuanzia leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kichwa kiache kuuma kuanzia leo kwa jina la Yesu Kristo. Magonjwa ya tumbo yanayopata wamama, wapokee uzima na uponyaji kwa jina la Yesu. Roho za utasa, achia utasa, achia utasa, achia utasa, achia ugumba kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba Mungu, natamka baraka kwa wasikilizaji wote. Natamka baraka kwa mji wa Ruangwa. Natamka baraka kwa ajili ya Tanzania. Natamka baraka kwa ajili ya mkuu wa wilaya na mkurugenzi wa mahali hapa. Natamka baraka kwa viongozi wote wa sehemu hii. Natamka baraka kwa viongozi wa redio hii. Natamka neema na maongezeko na kibali. Natamka mafanikio. Asante Bwana Yesu, na kushukuru kupitia jina la Yesu Kristo Bwana. Amen. Naomba nitaje namba ya simu. Na unatoka mwisho wangu, nitaje namba ya simu na kanisa letu liko sehemu gani. Namba yangu ya simu ni hii: 0788 109535. 0788 109535. Nitumie ujumbe kuanzia majira ya mchana leo. Sasa hivi nina ibadani kuanzia saa 9. Tafute subiri kidogo niende kanisani.